Hujambo na karibu mtazamaji wa SAUT TV. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya, na kama afya imeyumba, basi Mwenyezi Mungu aweze kukuafu, uweze kurejelea katika hali yako ya kawaida. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua yale yote mafanikio aliyofanya na mwanamke katika jamii. Kwa siku leo nitakaye kuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakii, nikiwa na mada mezani, mwanamke mwenye ulemavu na ujasiriamali, ambapo nipo naye Jetilda Pesatatu, miongoni mwa wanawake wenye ulemavu lakini pia ni mjasiriamali. Endelea kusalia nasi. Mama, habari za saizi? Salama. Kwema. Kwema, pole na hongera kwa kazi. Asante. Kwanza tukianza tu, ni aina gani ya ulemavu ambayo upo nayo? Mimi ni mlemavu wa viungo, nikimaanisha miguu. Aha. Na safari yako ya ujasiriamali, wewe kama mwanamke mwenye ulemavu, ilianzia wapi? Safari yangu ilianza tangu mwaka 2018. Tulianza kama kikundi ambapo tulikuwa tukikutana tunafanya kazi ndogo ndogo. Binafsi mimi nilikuwa najishughulisha sana sana, nilianza na ushonaji wa mashuka. Ndio. Ufumaji wa mashuka pamoja na vitambaa kwa kutumia nyuzi. Lakini baadaye nilipokutana na wengine zaidi, ndipo nilipoenda kuona kwamba tulianza utengenezaji wa sabuni, batiki, na hatimaye katika yetu mmojawapo alikuwa anajua jinsi ya utengenezaji wa viatu vya Kimaasai, nikimaanisha sandals za kike na za kiume. Kwa hiyo ni kwamba mmejikusanya, mpo kama kikundi. Na wote ni wanawake wenye ulemavu ama ni mchanganyiko? Tulikuwa ni mchanganyiko. Na siku zote unajua kuna vile jamii inavyomwaza kwamba mtu mwenye ulemavu hawezi kufanya kitu. Sasa wewe ulipambana vipi ili kuweza kuaminisha jamii kwamba na wewe licha kwamba ni mlemavu unaweza kufanya kitu? Binafsi mimi kwanza niliweza kujiamini mimi mwenyewe kwamba naweza. Licha ya kwamba sikutegemea kwamba nipate support kutoka kwa mtu mwingine kuniambia kwamba naweza kufanya kitu, isipokuwa mimi niliweza kujipa imani kwamba mimi nikifanya kitu fulani nitaweza, kwa sababu ulemavu upo sehemu moja ya kwenye kiungo kimoja, lakini akili yangu ndio inaweza kufanya kitu ambacho kiko kwa usahihi. Na nini kilikupa nguvu kubwa kuamini kwamba na wewe unaweza kufanya kitu na kikaonekana? Maana kuanzia mwaka 2018 hadi 2026 ni parefu. Kwa hiyo ni nini hasa kilikupa nguvu ukaona kwamba na mimi naweza kufanya kitu? Kwa mara ya kwanza niliweza kusema kwamba mimi siwezi, lakini niliweza kuhudhuria kwa mara ya kwanza, niliweza kuhudhuria maadhimisho ya watu wenye ulemavu ambapo yaliweza kufanyika mkoa wa Simiyu. Ndio kipindi hicho umeanza kuwa mkoa mpya, lakini nilipofika kule niliweza kukutana na wanawake wenzangu, walikuja na vitu tofauti tofauti vya kuonyesha na kila kitu. Lakini niliona kwamba wanafanya vitu vingi vizuri. Ndio ukaona hapa hapana mimi, na mimi nikatamani, nikasemaje, kumbe mwenzangu kafanya hivi, kwa nini mimi nisiweze? Na mimi pia naweza kufanya jambo kama hili. Na kikundi chenu haswa, kikundi kama kikundi kilianza mwaka gani na kina wanachama wangapi mpaka sasa? Tulianza tukiwa mwaka 2017. Tulianza wengi, lakini kadri tulivyokuwa tunakwenda, kuna wale walikuwa wanakikata tamaa, anaacha, anatoka. Kuna wale ambao walikuwa wanahama kulingana na mazingira, anatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo tulikuwa ni wanachama wengi, zilikuwa zaidi ya watu 10, lakini mpaka sasa hivi ambao tumebaki tuseme hai ni watu 5. Na hapo kwenye kukata tamaa ni kwamba kulikuwa na changamoto. Ni changamoto zipi ambazo mmekumbana nazo wakati mnaanza na mpaka sasa hivi? Changamoto nyingi. Tunasema kwamba jamii kwa ujumla, jamii inamchukulia mtu mwenye ulemavu kwamba ni mtu wa kubebwa, ni mtu wa kusaidiwa. Unaona, hawakuwa na ule ushirikiano wa kumsapoti mtu aidha katika biashara yake aliyokuwa anaifanya au katika kila alichokuwa anakifanya. Kilikuwa kinaonekana kwamba kiko chini, yani kama hakina ubora, lakini ni kwamba ni vitu ambavyo vilikuwa vina ubora kama vya watu
wengine. Na je, kuna mtu yoyote ambaye anawadhamini yani ama anawawezesha nyinyi kama nyinyi? Hapana. Kwa hiyo ni kwamba ni nyinyi, ni sisi kama sisi. Na kwa upande wa serikali wanawasaidiaje watu? Upande wa serikali ni kama hizi fursa ambayo imeanzishwa ni kwamba ni ile mikopo ya 10% ambayo ni 442 vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Hiyo ndio fursa ambayo imeweza kutolewa na serikali kwamba mtatengeneza kikundi, mtaweza kuomba ile mikopo ya halmashauri na then mtajiwezesha nyinyi kama nyinyi. Tukihamia katika upande wa soko, soko lenu hasa liko wapi na hali ya soko ipoje? Soko sisi tunategemea mara nyingi ni baadhi ya watu, sana sana tunauzia kwenye mitandao kama hivi. Tukitengeneza sendo zetu tunaziposti status kwenye WhatsApp, unaona. Kwa hiyo mtu anaweza akapenda akauliza kwamba uko sehemu gani, unapatikana wapi, unamwelekeza, basi anaweza akafika eneo, anachagua kile ambacho anakitaka, au anatoa oda, anasema kwamba mimi nahitaji unitengenezee kitu kiwe 1 2 3, basi anatengenezewa. Na hali ya soko ipoje? Je, soko linasumbua ama inaendana na msimu? Na wakati linakuwa liko vizuri na wakati linakuwa haliko vizuri. Na je, mshawahi kukumbana na ile changamoto ya watu kuwadharau ama kuwanyanyapaa, kuona kwamba yani ile hali hawa hawawezi ama hawa wanafanya nini? Hiyo ipo, inatokea. Na unaweza ukakutana na mteja mwingine si ndio, kaweka oda ya kiatu si ndio, mmemtengenezea kiatu, lakini baadaye akaja akasema mimi sikutaka iwe hivi. Unaona, kama mwezi basi naweza mkaacha. Unaona, anatoa kuna zile kwa unasema nyie watu wenye ulemavu huwa mna matatizo sana. Unaona, kwa hiyo kuna vitu kama vile, lakini inakuwa ni sehemu ndogo tu mmepishana, ambapo angetumia lugha nzuri ambapo mngeweza kuelewana, basi mkafanya kile ambacho kinaeleweka. Tukirudi katika maisha yako binafsi, je, ujasiriamali umewezaje kubadilisha maisha yako? Kwanza kabisa nafurahi kwamba nimeweza kuwa mwanamke ambaye ni mjasiriamali. Kupitia hiki ninachokifanya, kwamba nimeweza kutoka. Awali nilikuwa ni mwanamke ambaye nakaa ndani, unaona, naamka nakaa ndani, yani nashinda mazingira ya nyumbani. Lakini baada ya kuingia sasa kwenye nafasi za ujasiriamali niliweza kutoka, na katika kule kutoka nikaweza kupata sasa, nasema kwamba namiliki pesa yangu mimi kama mimi, najikimu kimaisha pasipo kumtegemea mtu mwingine. Tukiendelea tuje, kuna elimu yoyote ambayo mnaipata kuhusiana na kazi zenu hizi mnazozifanya? Ndio, elimu tunaizipata kuhusiana na maswali mazima ya ujasiriamali kupitia mashirika mbalimbali ambayo yanakuja yakitisha fursa zile za ujasiriamali. Kwa hiyo tunapata mialiko, tunaenda kujifunza, tunakutana na watu wengine, tunabadilishana nao mawazo, namna wanavyofanya wao na sisi tunavyofanya. Kwa hiyo tunakuwa tunabadilishana zile idea ni kwa namna gani tunaweza tukafanya. Tukirudi sasa kwenye upande wa familia, wakati ulipowaambia kwamba jamani, natamani kuanza kujihusisha na kitu fulani ama kuanza kuingia katika ujasiriamali, walikupokeaje ama walikuungaje mkono ama hali ilikuwaje? Kwanza kabisa nafurahi kwamba namshukuru mamangu mzazi, mamangu kipenzi, alianza kunipa support ikiwa bado mapema. Aliweza kunihimiza kutoka na kujishughulisha na shughuli mbalimbali. Ina maana hata nilipoanzisha lile wazo la kusema kwamba mimi nahitaji sasa kuwa mjasiriamali, nahitaji kufanya kitu 1 2 3, kwa hiyo tayari moja kwa moja familia yangu ilikuwa inatamani mimi nifanye vile. Kwa ni ile tu ilikuwa ni wewe kitendo mimi cha sasa kuamua. Ni kitendo cha kuamua. Mimi ndio nilikuwa natakiwa sasa nichukue hatua ya kuamua, lakini familia yangu hasa mamangu kipenzi aliweza kunisupport sana sana sana. Na je, unaona kwamba wewe kwanza kujihusisha na ujasiriamali kumekuwezeshaje, yani kumekupaje ujasiri wewe kama mwanamke mwenye ulemavu?
kwanza yani inanipa ujasiri, popote pale naweza nikasimama na nikaongea, yani kwa sababu ninasema kwamba nina nguvu, unaona, yani nina nguvu ya kuongea kwa sababu ninafanya kitu. Unaona, unajua unaposimama kwa watu ukasema hivi mimi ni mwanamke mjasiriamali, for what? Unafanya nini? Unaona, lakini mimi kwamba ni kitendo kinaonekana kwamba mimi ni mwanamke mjasiriamali. Otherwise kama mmenikuta hapa nilipo, nipo kwenye kazi yangu, na maana naamka asubuhi na kwenda sehemu fulani kufanya kitu fulani. Na una kipi cha kuambia wale wanawake wengine ambao wanahisi kwamba kutokana na ulemavu wangu siwezi kufanya chochote? Yani una kipi cha kuwashauri wanawake wenzako? Mimi binafsi nawaomba wanawake wenzangu waliopo huko popote pale wanaponisikia kwamba ulemavu sio chanzo cha kukata tamaa. Ulemavu sio chanzo cha kusema kwamba yeye hawezi kitu chochote. Fanya kitu chochote kulingana na ulemavu ulionao, kwa sababu ulemavu unaweza ukawa kwenye miguu, kwenye mikono, lakini akili haina ulemavu. Unaweza kufanya kitu chochote. Kuna kuuza karanga, kuna kuuza ndizi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo, na tukimalizia tu, jamii unawaambia nini haswa kuhusiana, kwa sababu tunajua baadhi ya jamii bado zina ile dhana kwamba mwanamke hawezi kufanya kitu, hususani mwanamke tena akija kuwa mlemavu. Kwa unawaambia nini sasa jamii ambayo inakuzunguka kuhusiana na kumwezesha mwanamke mwenye ulemavu? Naiambia jamii, naomba jamii kwamba iweze kumsapoti mwanamke mwenye ulemavu popote pale alipo, hata kama anamuona, hasa wale wanaopita labda wanaomba na nini, lakini anaweza akamuita na akamshauri, akamwambia kutokana na aina yako ya ulemavu sio vema basi kuomba, unaweza ukajishughulisha na shughuli 1, 2, 3 na itaweza kukutoa. Kwa hiyo jamii kwa ujumla isipende sana kumuona mwanamke mwenye ulemavu kama ni mtu wa kusaidiwa tu, bali ampe njia iliyo sahihi ambayo yeye inaweza ikamwezesha sasa kutoka kwenye ile hatua ya kuomba na hatimaye akawa anajitegemea yeye kama yeye. Asante sana, uwe na wakati mwema na kazi. Shukrani, karibu. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha Kioo cha Mwanamke. Nikukumbushe kuwa ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi tamati, nikiwa na mada mezani, mwanamke mwenye ulemavu na ujasiriamali, ambapo nilikuwa naye Jetilda Pesa Tatu. Ni miongoni mwa wanawake walemavu lakini pia ni mjasiriamali. Nikukumbushe pia usisahau kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na YouTube. Andika SAUT TV, na kule TikTok @SAUT TV TZ. Uwe na wakati mwema. Na siku zote tunasema hivi, kioo cha mwanamke, jitazame. Tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye.